Vipi kama ungegundua kuwa baba yako ndiye aliyesababisha mateso ya familia ya mpenzi wako? Ungeendelea kumpenda au ungeondoka? Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi za kusisimua zenye mafunzo na kugusa moyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili usikose sehemu zinazofuata. Amanda alikuwa amelala hospitalini, mwili wake dhaifu, mkono wake juu ya tumbo lake lililobeba mapacha. Juma alikuwa pembeni yake, macho yake yakiwa yamejaa hofu na upendo. "Amanda," Juma alimuita kwa upole. "Nipo hapa," akajibu kwa sauti dhaifu. "Naomba uniahidi, watoto wetu watakuwa salama." Juma alikaza moyo. "Na kuahidi," lakini ndani yake alikuwa hana uhakika. Nje ya hospitali, mwanamke mmoja aitwaye Lina alishuka kwenye gari la kifahari. Alikuwa ameshika bahasha ya kahawia iliyobeba siri nzito. Alitabasamu kwa dharau. Leo kila kitu kitaisha. Mlango wa chumba ulifunguliwa ghafla. "Amanda!" Lina aliita. Alimsogelea na kuweka bahasha juu ya kitanda. "Fungua." Mikono ya Amani ilitetemeka alipofungua. Aliposoma, macho yake yalijaa machozi. "Baba yangu alikuwa mwizi?" alinong'ona. Juma alishangaa. "Inawezekanaje?" Lina akasema kwa kiburi, "Baba yake aliiba pesa nyingi kutoka kwa familia yenu." Ukimya mzito ukaingia. Amanda alimwangalia Juma, na ukimya wake ulikuwa jibu. Moyo wake ukavunjika. Ghafla mashine ilianza kutoa sauti kwa kasi. Beep, beep, beep. Amanda alipiga kelele kwa maumivu. Wauguzi wakakimbia ndani. "Hali yake ni mbaya, tokeni nje." Baada ya muda, daktari alitoka. "Yuko hai, lakini mshtuko mwingine unaweza kuwaua wote watatu." Maneno hayo yalimtiga Juma kama radi. Usiku ulipoingia, Amanda alisema kwa sauti ya chini, "Labda ni bora niondoke." Juma aliumia. "Hapana." Lakini Amanda akaendelea, "Kama kunipenda kutaharibu maisha yako, basi nitaondoka." Machozi yakamtiririka. Nje ya hospitali, Lina alisimama gizani akitabasamu. Hii ndiyo mwanzo tu. Je, Amanda ataondoka kweli? Je, Juma atachagua familia yake au mapenzi yake? Usikose sehemu ya pili. Subscribe sasa Tunu za Kiswahili na bonyeza kengele.